So we are going to the next chapter today. Tunaingia katika kitengo kingine leo. And we want to listen to the word of God. Na tunahitaji kusikiliza neno la Mungu. People have come. Najua watu wamekuja. They have various needs. Wana mahitaji tofauti. But most important is the word of God. Lakini la zaidi ni neno la Mungu. All of us yearn for the word of God. Kwamba sote tutamani neno la Mungu. So today I want to talk to a topic. Kwa hivyo leo nataka kuzungumzia mada. This topic is talking about community and unity. Hii mada inazungumzia jamii na umoja. Be talking about deeply with this. Nitakuwa nikizungumzia kilindini mwa hili Because we have to fight together. sababu tutafaa kuungana pamoja. And I want to tell you something. Na nahitaji kuambia jambo. You can't heal alone. Huwezi kufaulu peke yako. You can't stand alone. Huwezi kusimama binafsi. You need others. Nahitaji wengine. We need us. Wewe na tunahitaji. I want us to talk about us. Nataka tunizungumze kuhusu sisi. I don't want to talk about I. Sitaki kuzungumzia kuhusu mimi. That is the unity we want. Jambo moja tunahitaji. I will tell you something. Nataka nieleze jambo. What is unity? Umoja ni nini? Unity is coming together. Umoja ni kuja pamoja. Doing things together. Kufanya mambo kwa pamoja. Not leaving your neighbor beside you. Si kumwacha jirani yako. The church needs unity. Kanisa linahitaji umoja. Today I'm very happy man. Na leo ni mimi ni mtu wa furaha. Because I'm happy that most of you are going to work at it. Kwa sababu wengine wanaitazama Pastor is not there. ati kwamba kwa sababu mchungaji hayupo, But you have come. lakini umekuja. That is a great purpose. Hiyo ni sababu kuu, And we cannot let it go. na tuwezi kuiacha ishe. I appreciate everyone for that. Ninashukuru kila mmoja kwa hilo. And that is exactly what I wanted to talk Kwa about. hivyo kile ambacho sasa nataka We nizungumzie, want to stitch it together. nataka tutizame kwa pamoja, We want to join hands together. nataka tushikane mikono kwa pamoja, We want to pray together. nataka tuombe kwa pamoja, We want to call the Lord together. nataka tuite jina kwa pamoja. So I want to talk about unity. Kwa hivyo tunaenda kuzungumzia umoja. God never decided to struggle, Mungu hakukuumba upambane to grow, ukue or to live alone. au ushinde peke yako. Unity isn't optional. Umoja si jambo la kuchagua, It is a survival. ni hali ya kuishi. So we are going to read the words from the book of Ephesians, Kwa hivyo tunaenda kusoma neno katika kitabu cha Waefeso chapter 4, mlango wa 4 verse 1 to 6. mstari wa kwanza mpaka wa 6. We are also going to read 15 to 16. Pia tasoma 15 mpaka 16. So we want to hear the word of God. Nataka kusikiza neno la Mungu. And it is saying, Na inasema, I urge you then, naomba kwamba I who am mimi ambaye ndiye a prisoner, ambaye ni mfungwa because I serve the Lord, kwa sababu namtumikia Bwana, live a life anayeishi that measures up to the standard ambaye anapima mpaka katika kiwango God sets. ambacho Mungu anaweka. God called you, Mungu alikuita be always humble uwe mnyenyekevu and patient, na mvumilivu, show the love, onyesha upendo wako, and be tolerant kwa kuwa mvumilivu with one another. kwa kila mmoja, Do your best, ufanya uwema wako, preserve the unity ulinde umoja which the Spirit gives, ambaye Roho inapeana and means of the peace katika hali ya amani that binds you together. ambayo inawafunga pamoja. There is one body Kuna mwili mmoja and one spirit, na moyo mmoja, just as there is one hope na kama ilivyo kwamba tumaini moja to which God has called you. ambalo Mungu amekuita. There is one God, Kuna Mungu mmoja, one faith, imani moja, one baptism, ubatizo mmoja. there is one God Kuna Mungu mmoja and Father of all, na Baba wa yote, who is Lord of all. ambaye ni Mungu wa yote. That is the word of God. Hilo ndilo neno la Mungu. But in Hebrews chapter 15, verse 15,
Tukiingia katika mstari wa 15 it says, nasema instead of speaking the truth, badala ya kuzungumza ukweli, in a spirit of love, katika roho wa ukweli wa pendo, we must grow up nafaa kwenda juu in every way katika kila hali to Christ, kwa Kristo who is the head. ambaye ndio kichwa. Let's pray. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Father, we come before you this afternoon, God. This evening, Father, we lift our soul together. We want to hear your word, oh Father. You say that unity is a unity for purpose. And that is why we take this word, oh God. I call that as we listen, give us a soul to absorb your word. A soul to learn your word, oh God. Give this to be a blessing to us. For I pray and trust in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters, Ndugu na dada, the word unity neno umoja is always sometimes called stitching together. mara nyingi inasemwa kuwa kwa pamoja. We want to come together Nataka tufungane kwa pamoja as brothers and sisters. kama ndugu na dada. We want to support each other Nataka tusaidiane in the times of need. katika wakati wa hitaji. That's why Hiyo ndio sababu you can't heal alone. huwezi kuvuna peke I yako. know people have been going to the Najua kwamba umekuwa ukipitia but changamoto, I want to tell you something. lakini nataka nikwambie jambo, You can't heal alone. huwezi kupona kwa peke yako. The most dangerous lie in the church, I want to tell you the most dangerous lie in the church Uongo mkuu zaidi kanisani is I don't need anybody. ni kwamba sihitaji yeyote. Because some people say that I don't need anybody. Na kwa watu, baadhi ya watu wanasema kwamba sihitaji yeyote. That is a lie. Huo ni uongo, That is not a strength. na kwamba sio uthabiti. Being alone is not a strength. Kuwa binafsi sio uthabiti, But being together is great. lakini kuwa kwa pamoja ni ukuu. Unity isn't optional. Umoja si kitu cha kuchagua, It is a way of survival. ni hali ya kuishi. But some people also say Na baadhi ya watu wanasema that I want to struggle alone. na kwamba nataka nipambane peke yangu. That is not strength. Hiyo sio nguvu. That is how people get drowned. Watu wanazama, They are saying they can stand alone. wanazama kwa sababu wanadhani kwamba wanaweza kufaulu peke They yao. cannot stand alone. Huwezi kusimama binafsi, When you are alone, sababu ukiwa binafsi you can get drowned. unaweza kuzama. In Ecclesiastes chapter 4 verse 10, Katika Mhubiri 34 mstari wa 10 it says, nasema if any of them falls, ya kwamba yeyote wao akianguka, one can help the other. mmoja anaweza kusaidia mwingine, But pity everyone lakini muonee huruma yeyote who falls down ambaye anaanguka chini, and has no one to help. ambaye hana wa kumsaidia. So I want to tell you, Na sasa nataka nikwambie when you fall alone, na kwamba ukianguka peke yako nobody will hold your hand. hakuna atakaye kushika That mkono. is why we need each other. Sasa tunahitajiana kila mmoja, Hold our hands tushikane mikono when we fall down. tukianguka chini. So let us be together. Wacha tukuwe kwa pamoja, That is why this word is for you. kwa sababu neno hili ni kwa ajili yako, Because you need to come kwa together. sababu unahitaji kuja kwa pamoja, We need to work together. unahitaji kufanya kazi kwa pamoja, You need a unity and purpose. unahitaji umoja wa sababu. I know you might think you are alone. Najua unaweza kuwazia huko peke But yako, when you come together with others, lakini ukija kwa pamoja na wengine there is strength. una nguvu. I want to tell you something. Nikueleze jambo That we are more connected than ever. ya kwamba tumeshikana zaidi ya milele And more alone than ever in real life. na tupo kama ya kwamba tupo wapweke zaidi katika maisha If we stand alone. kama tukisimama binafsi, But if stand together, lakini tukisimama kwa pamoja we shall win. tutashinda. The book of Galatians says Kitabu
kitabu cha Galatia kinasema, Galatians chapter 6 verse 2, Wagalatia 6:2, carry each other's hand, tushikane mikono kila mmoja, carry the burden of others, beba mzigo mwenzako, and in this way na katika hali hii you will fulfill the law of Christ. utaweza kutimiza sheria ya Kristo. Beloved friend, Pendwa, remember, kumbuka Jesus was walking together with his disciples. Yesu alitembea pamoja na wanafunzi wake, And everywhere he went, na kila popote he alipoenda was calling unity. alikuwa akiita umoja. He wanted his disciples to be together. Alihitaji wanafunzi wake wawe pamoja. The truth is, Ukweli ni kwamba the body of Christ isn't a lecture hall. mwili wa Kristo sio mahali pa kuwa mafunzo. It is an emergency room. Ni kitu cha dharura. You don't believe that. Sina uongozi peke yake, Because when you walk that room, kwa sababu ukija katika hilo chumba, when you enter the room, punde unapoingia kwenye the chumba, doctors are coming around. madaktari wanakuja kukuzisha, Some people are about to go na there. sasa hauko peke yako pale. I want to tell you something. Nataka kukwambia jambo For the struggling brothers, ya kwamba kwa wale ambao wanapambana, you don't need a sermon. na kwamba uhitaji somo, You don't need a sermon first. uhitaji somo kwanza, But you need a circle. lakini sasa unahitaji mviringo. Remember the shape of a circle. Kumbuka ile hali ya mviringo. Lift the hands together. Watu wanainua mikono, wanaweka mikono pamoja, Make a circle. wanatengeneza mviringo. Through that circle, Kupitia mviringo huo they bring a strength. wanatengeneza udhabiti. So you need each Kwa other. hivyo tunahitajiana, You need each other. tunahitaji kila mmoja. This week, Katika juma hili, beloved friend, mpendwa rafiki, I want you to change the situation. nataka ubadilishe hali, I want you to change the circumstances. nataka ubadilishe hali This week, katika juma hili. I want you to give something different. Nataka ufanye kitu tofauti. I want you to tell you something important. Nataka nikueleze jambo muhimu. This week, Kwamba juma hili, ask this question. uliza swali hili. Don't ask this first. Usiulize hili kwanza, How are you? uko vipi? Ask, Uliza how is your soul? nafsi yako iko vipi? Ask, how is your soul? Nafsi yako iko vipi? Not how is you? Si kwamba wewe unaendelea vipi. Your friend ask, how is your soul? Rafiki, uliza nafsi yako iko vipi? And don't ask him, how is you? Usimuulize kwamba unaendelea vipi, Because that question you ask, sababu swali hilo unauliza the answer is good. linasema vizuri. But if you ask, how is your soul? Lakini ukiuliza kwamba nafsi yako inaendelea It vipi, is a kind of caring. ni hali ya kujali, And through that, na kupitia hilo shut up. kisha nyamaza, Listen sikiliza for some few minutes. kwa muda fulani, Then God will give you an answer. kisha Mungu atakupa majibu. Even if it is your neighbor, Hata kama ni jirani yako, ask that question. uliza swali hilo, How is your soul? nafsi yako iko vipi, And let him answer that. na kisha uache ajibu, Because that answer will be different. kwa sababu jibu hilo litakuwa You tofauti. cannot say, I am fine. Hata sema kwamba niko sawa, Because you are asking for the kwa soul. sababu naulizia nafsi. So ask that question. Sasa uliza swali hilo. Brothers and sisters, Wapendwa, unity isn't the sameness. umoja si Unity is not the sameness. umoja sio kawaida, It is submission to Jesus Christ. ni kuweza kumzingatia Yesu Kristo. That is according to Ephesians chapter 4:3. Ni kulingana na Efeso 4:3, Submission to Jesus Christ. kuzingatia Yesu Kristo. Have you submitted yourself to Jesus Christ? Umeniwekeza katika Yesu Kristo. That is what we call unity. Huo ndo tunaita umoja, Because that Jesus, sababu huyo Yesu he came for unity. alikuja kwa ajili ya umoja, And that is the unity of the church. na huo ndo umoja wa kanisa. I want you to make every effort Nataka ufanye kila bidii to keep this unity we have. kuweza kuweka huu umoja tulionao, Because without this unity that is kwa love, sababu bila huu umoja tulionao, everything that we do will be apart. kila kitu tunatengeneza The kitasa. Spirit of God is power
God is unity. Roho wa Mungu anapatikana kwa umoja. So keep the unity. Kwa hivyo weka huo umoja Of our spirit. wa nafsi zetu Through the word of peace. kupitia ufungwa wa amani. Let us be peaceful. Wacha tu watu wa amani. Let us spread the peace. Wacha tumlete amani. And I want to tell you something, my brothers and sisters. Pia nataka niwaeleze jambo dada zangu na ndugu zangu. Sometimes you might interpret this unity in a different way. Baadhi wakati unaweza kutafsiri huu umoja kitofauti. I want to tell you something. Nataka nikueleze jambo. Unity is not agreeing together. Moja sio kuelewana kwa pamoja. It is not the way you worship. Sio vile unaabudu. It is not your style of doing things. Sio hali yako ya kufanya mambo. It is not politics. Si siasa. Because in politics, Sababu katika siasa you believe in somebody else. unaamini kwa mtu fulani. Because in our unity, Kwa sababu katika umoja we put aside the politics. weka siasa kando. It is not supporting a specific political team. Si kuwa shabiki wa Just sababu naona when we support a specific team, kwamba tukishabikia timu fulani sometimes we tend to sit together as a team. wakati fulani tunapenda kukaa, But in Christ, lakini katika Kristo unity is different. umoja ni tofauti. It is not about supporting the same football team. Si kuhusu kushabikia timu fulani. It means Jesus is bigger than our differences. Ina maana kwamba Yesu ni mkuu zaidi ya tofauti. Jesus is greater than our differences. Yesu ni mkuu zaidi ya tofauti. We differ politically. Tunaweza kutofautiana kisiasa. We differ in our ways of doing things. Tunaweza kutofautiana jinsi tunafanya mambo. Tunahitaji umoja kwa Kristo. Jesus is bigger than our differences. Yesu ni mkuu zaidi ya tofauti zetu. Our body has eyes. Mwili una macho. Our body has eyes. Mwili wako una macho. It has got hands. Na mikono. It has got lips. Una meno. But how does it get incensed? Lakini mwili mkono hauwezi kuhisi. It cannot say I am tired. Hauwezi kusema kwamba nimechoka. If the hand say I am tired, Ukisema kwamba umechoka I can't eat. ya kwamba siwezi kula, The mouth will start complaining. mdomo pia utaanza kulalamika. If the leg say I am tired, Miguu ikisema kwamba nimechoka, the body will not hunt for food. mwili hautatafuta chakula. If the mouth say I am tired, Mdomo ukisema nimechoka, you keep listening and you keep quiet. utasikia, utaishi kusikiza na All body parts are agreed to work together. kwa hivyo sehemu zote za mwili zimeamua That kufanya is what we do as a church. ndio ambayo tunahitaji Single purpose. mmoja wa sababu. Even in our house, brothers and Hata sisters, katika nyumba yako ndugu, those who believe wale ambao unaishi nao you need unity wanahitaji umoja, so that we do things together. tufanye mambo kwa pamoja. You need unity of purpose. Unahitaji umoja wa sababu. Sometimes in your house, Fulani katika nyumba yako, your house is in power. nyumba yako iko katika tatizo Because you lack unity. sababu umekosa umoja. Unity of purpose. Umoja wa sababu, Unity of peace. umoja wa amani. Whenever unity brings peace, Kumbuka umoja unaleta there is amani. no unity, Kama hamna umoja, there is no peace. hamna amani. So let us to work together Unataka tushirikiane as brothers and kama sisters. ndugu na dada. Let us see each other as brothers and sisters. Yaani kila mmoja Let us lift each other hata tuinuane in our house, katika nyumba yako, with your children. watoto wako, Lift each other. kwa kila mmoja Bless each other. tuvishane, Bless yourself highly. uinua nafsi yako juu, Don't be discouraged. usikatishe tamaa. Brothers and sisters, Ndugu na I dada, want to encourage somebody. nataka nitie mtu Unity is strength. ya kwamba umoja ni nguvu, Work together in your house. kwamba fanye kazi, Let us work together in church. fanye tushirikiane kama Whatever you do, ya chochote tunachotaka work together. tushirikiane, Because God brought us unity. sababu Mungu alituletea umoja, God brought us Jesus. alituletea Yesu So that through that unity, kwa kupitia we Mungu succeed. ufanikiwe. I want to tell you something. Nataka nieleze jambo, When you want success, kama unataka kufanikiwa even in your house, hata katika nyumba yako, even with your children, hata kwa watoto wako, you need unity. unahitaji umoja. I want
Nataka niseme hili. You need each other. Unahitaji kushirikiana. You need each other. Unahitaji kila mmoja. As brothers and sisters. Kuna dada. We need to work together. Unahitaji kutembea kwa pamoja. If you need to meet each other. Hatukuhitajiana. But the pastor is not there. Mchungaji alipo hapa. The church has stood. Kanisa limesimama. Na Mungu alikuwa na yote Waiting for you. alikuwa tukimsubiria. That is why brothers and sisters, Sababu ndugu na we need to pray for unity. tunahitaji kuomba kwa We need to pray for unity in the country. tunahitaji tuombea maisha. Without that unity, Sababu bila umoja we are not blind people. sabia na wapuuzi Working anyhow. tukibisha kila sehemu. So we need unity. Kwa hivyo tunahitaji umoja. But Ephesians chapter 4, Waefeso 4 verse 15 says, nasema we grow up when we grow together. tunakuwa tunasonga juu tukiwa kwamba tunakuwa kwa pamoja. And speaking about this, Na kuzungumzia hili in love, katika upendo, we grow as each part does its work. tutakuwa kama kila watu wakifanya mambo yao, Because no part of the body is independent. kwa sababu hamna sehemu ya mwili wako. That is why we need to grow as a church. Ndio sababu tunahitaji kuwa kama Pray together. tunahitaji kuwa kwa pamoja. You are there. Kwa hapo Don't pray out. usijiombee binafsi, Don't pray out. usijiombee binafsi. Pray we. Naomba kwamba sisi Because we need unity today. tunahitaji umoja leo. I want to tell you something. Nataka nieleze pia jambo. You can't mature in isolation. Hauwezi kukua katika kujitenga. Character get forged in unity. Tabia zinakosa zinapatana katika umoja. Gifts don't work unless they are connected. Mambo hayawezi kufanyika pale tu itakapoungana. Because in your heart, Na hata ni kwa sababu katika nafsi yako. I'm not talking about unity of people coming together. Sizungumzii ule mmoja wa watu kuja tu Sometimes in your life, kwa wakati fulani unaomba, but you don't have unity with yourself. lakini hauna umoja na nafsi You yako. pray for this, Unaombea hili, together we are praying for this, kesho unaombea, the next time we are praying for this. kisha siku nyingine You unaombea. need to unify all this. Unahitaji kujumuisha Come down into my life. Mungu katika maisha yako. Pray with unity with yourself. Omba amani kibinafsi. Do that. Kupitia hilo God will listen to you. Mungu atakusikiza. Unless Ha- you pray in unity, mpaka utakapoomba kwa pamoja, God will listen to you. Mungu atakusikiza. I want to tell somebody here. Nataka nimwambie mtu, I want to encourage somebody here. nataka kumtia mtu, Somebody who has lost hope, mtu ambaye amepoteza tumaini, who has prayed. ambaye ameomba There is a way you can pray. na vile unaweza And as I can say, na jinsi ninavyosema, that you pray for this now. unaombea hili sasa, The next time you pray for that, basi ujao unaombea lile. I want you today to pray for unity. Nataka leo uombee umoja. I want to pray to pray for unity. Nataka leo uinue mikono yako kwa Concern yourself with unity. jijumuishe kwa umoja. God is watching you. Mungu anakutazama. Find yourself into a meeting today. Katika mkutano, You to find yourself into a meeting today. ujiite mkutano In the unity of yourself. katika umoja wa In the unity of the church. umoja wa kanisa, We shall succeed. tutafanikiwa In unity. katika umoja, We shall come together. tutakuja pamoja In unity. katika umoja, God will touch you. atakugusa. Brothers and sisters, Ndugu na dada, at the mountain church kanisa lililoungana is unignorable. ni kanisa ambalo huwezi kupuuza, But isolation is hell. lakini kujibinafsisha ni kuzimu. Those who stand alone and don't share together. Wale ambao wanasimama pamoja, Those who don't share what they have. ambao washiriki kile ambacho wanacho, Those who don't share their problem. ambao hawashiriki, Those who live in isolation. wanaishi kujitenga, That is hell. hiyo ni jehanamu. Because if you can't lift your friend, Kwa sababu kama huwezi kuinua rafiki yako, and you want God to lift you, unahitaji Mungu akuinue, then there is no way.
Sasa hamna kufanikiwa. Brothers and sisters, Ndugu na dada, I want us to call ourselves with our meeting today. nataka tujiite, I want us to call God into our meeting together. nataka tuite Mungu, I want us to be together. nataka tuwe kwa I pamoja, want us to touch the kingdom of God. nataka tushike I ufalme, want to call the power of God today. nataka tuite nguvu za I Mungu, want us to be in unity. tuwe kwa umoja, Because in unity, sababu katika umoja we shall succeed. tutafanikiwa. I want us to call ourselves into a meeting. Tujiite katika mkutano, You have something that has sustained na kitu kimekusumbua, and you have not found yourself into a meeting. unajiita kwenye mkutano. Today we are beloved. Leo upendwa, na kuambia Call ourselves into a meeting. jiweke katika mkutano, Touch the power of God. usawa kwa Mungu. Tell God, Ndiye Mungu, I am tired of isolation. nimechoka I kujitenga, am tired of standing alone. nimechoka kusimama, God stand with me. kusimama nami. Today we meet God. Mungu, I am tired of isolation. nimechoka kujitenga, God stand with me. kusimama. I want to come with you. Unataka Mungu One day today. aite mtu popote ule, You are tired of isolation. nimechoka You kujitenga, are tired of standing alone. nimechoka Call yourself into a meeting today. katika mkutano leo. God will listen to you. Mungu atakusikiliza. Call yourself into a meeting. Pale tu utakapojiita katika You will struggle. kujipambana. Today, Leo I want to call you into your purpose. nataka uite I umoja, want to come into yourself. nataka uje I want to come to a picture. Mungu akuinue Only kama tu when you call yourself into a meeting, ita na mkutano, you stand in the right thing. usimame na jambo That is real. To stand in your life. kufanya kusumbua, God is coming in a powerful way. njia ya God is going to touch the people. kushika You will never stand alone. kufanya You kusumbua, will stand with God. kusimama na Mungu. Beloved, Pendwa, you are there. uko hapo, You have been called yourself useless. umekuwa ukijiita mtu bure, You are not useless. wewe si mtu bure, It is only because you are not called yourself into a meeting. kwa sababu tu hujajiita You katika, are not unified in your needs. hujajumuisha Today, leo. I want you to unify your needs. Nataka I am ujumuishe going that together. na I am going that God will touch you. wewe, Mungu atakugusa. I want eyes closed Nataka kila jicho lifungwe, and head bowed. kila kichwa kinamishwa, You are there. na upo hapo, You have been talking about yourself. umekuwa ukijizungumzia God has run away from me. kwamba Mungu I amenitoa, am praying. nimeomba, I am praying nimeomba in my life. katika I maisha, want to receive anything but value. sijapokea Today chochote. I want you to call yourself into a meeting. Leo nataka ujiite, I want us to pray a prayer of unity. na tuombe ombi la We stand in God in one thing. kwamba tusimame, And that our God shall listen. atasikiza. You are there. Kwa hapo I will not call you one word of salvation. ujawahi kuomba ombi la wokovu, I will not call you the prayer of salvation. ujawahi kuomba ombi la wokovu In our life, katika maisha yako, when we come into church, ukija kanisani, we have mastered everything of the church. umeshika kila kitu, We have everything that is available. umejua kila kitu, Brother Ben amekuja askari. umejua ndugu Bela amekuja, lakini hujawahi kumwita Yesu kama mkozi. Inua mkono wako juu, tunataka tuombe na wewe leo na ombi la umoja, umoja wa Mungu aweze, na tuombe kwa nataka tuombe kwa kwamba Mungu aokoe maisha yako. Uko hapo, inua mkono wako juu, kwa sababu tupo mbele ya Mungu aishie. Kama hayupo, uko hapo, uko ukimtumikia Mungu, lakini kwa sababu umekwenda nyuma,
nataka uje tu, so that God will heal you. ili kwamba Mungu katika umoja Mungu akufanye katika umoja Mungu akulete tena. So that Kwa hivyo lift the hand there. Kuona mkono hapo. Kama hayupo leo, nataka tuite umoja. Nakaribisha kila mmoja tuombee umoja. Nataka tuombee umoja wa familia. Nataka uje tushikane mikono, nataka tushike, nataka tuombee umoja, nataka Mungu